Hao mwangalizi watukufu Mdunga wa Soldat TV wakati dauno ngamba nawe marche ya hema journalistika yao najotsengela mbabi huno limonisen hizi habari henda mnaika yao dezi hizi habari henda mnaika yao dozarego ya simani chakoto izoro nao watukufu na mwendo wa amani wa hema journalist wa Komoro kaya ondo jinsi kole wenu hauonisa ze wanadamu waangalie ze haki za hao au dai ze haki za hao au kaya mjoka lodo sukumu wa he watangazaji usukole wenu haizo wanadamu wasawa juu hema journalist hauonisa fiti hao sherehe ya hawenu nao zi habari hana mnaika yao ndo zindao watukufu mwanao watukufu Mdunga wa Soldat TV nane MWNB kwa wakati dauno sangar junda wabanu Cafe du Port au sengele ya monista ni hena mnaze habari Taksimani, wajunda mutiro, wajunda musidoni, yowadilifu na ukaye haukaya, ikari chua ka wemwili gasho saba, ikari chua ya ka wemwema gasho saba, yaho sasa sarao, ayot, yaukaya usiku wale utarehita yame, uga usiku mkua hemchana saji, yaho, kutiuri sabe hachiku yaukaya, haina kufanya waadilifu, wajamba ya kimwema, ولا في هذا ولا في يا ولد وين ماشي مواتساب قاعد يجوز زعما Mungu hama sana sasa hizi pashi bana nani angalizi watukufu Mdunga wa Soldat TV toujours ngasibana au monisani mwendo wa amani kwa ndo ndio bano sukalo kanga toka leo ndo sukumu huwa he mtangazaji Ye,
wa watangazaji engiaro obenga shide info ya kibandu amara mdokala le joueur local Halis les joueurs locaux Halis cha car continuer le combat jusqu'à la place de l'indépendance et que comme nao moni kwa hele da ola cede news ani le grand na mwangalizi watukufu mdungao ye Soldat TV Hamade na mnaikao rimwambiani ukaya unu mwendo amani undo usiku mhuu wa hejo wa he mtangazaji ikaya o de ya dana uniko uhuru wa hae sitia Mnawezi habari na mnekao de zilio mwana raisi wa he matangazaji watukufu ngari dungao ndondo zi habari Jambo dingo hii matangazo yake ya nafasi mtiritesheni marichilia sinuziene harume dunia mtiritesheni marichilia Ashagazo mundu wakati wabadi oyo akari imari chilia mundu wakati wabadi
wangalizinga munao he namna ze habari kayao nde zendele yao ranzido botasti wandu wandisa yeze habari wakati daunu wakae leo le 3 Mei leo ndio usiku mhuu wa he journalist wa mtangazaji pamoja wa mtangazaji wasaya kwanza wafanya naye ala kulina Ganyi bird dispatch ça. Kaya mo libi nezi ma mais. Zonde ya kula bi goli kasta wan. Suti sa. Galia sonyim la wo juna msegele hu jaye hu. Walo wo juna wa tsaze hu. Namja sebab. Joe. Jurnalist machine ngoda kwa jaja alishinira hausi kuko jash mtekelezo hao kama sherehe lazima usikumbuke wala tangazo. Kazoka sura leo ifanya declaration. Yawe diskuru hazima. Amba gazore dana. Onesa babi rifukuze wa mikaobo wa hishimu usiku wa leo. Na ikarama wa hishimu ya serikali leo ndio sindika ndoba. Abonge wetunaona wakati na mjolika predika ya mkoani yafanye declaration. Chers collègues, amis de la presse, membres de la société civile, de l'assistance, assalamu alaikum salam. Ce jour, tout le monde célèbre la journée internationale de la presse, de la liberté de la presse. Les Français vont en priorité à notre frère palestinien au sur le monde. Plus de 170 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza par la l'armée israélienne, dans le silence assourdissant d'une communauté internationale paralysée par son inaction.
au nom du syndicat national des journalistes comoriens, nous vous demandons de bien vouloir observer une minute de prière pour que Dieu leur accorde son pardon et les accueille dans son vaste paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Merci, que la cœur leur soit légère, Inch'Allah. Mais nous n'arrêterons pas là. Le syndicat exige que Reporters sans frontières, la Fédération internationale des journalistes, la Fédération africaine des journalistes et toutes les instances professionnelles se mobilisent davantage pour faire pression sur les institutions internationales. Nous réclamons des lois plus contraignantes pour la protection des journalistes et surtout que les criminels qui assassinent nos consoeurs et confrères soient poursuivis et jugés. Nous demandons également la libération de toutes et tous les journalistes emprisonnés en Afrique et dans le monde. Chers collègues, les Comores ont perdu 4 points cette année par rapport à l'édition 2024 et occupent la 75e place. Selon RSF, ce n'est ni une chute drastique, ni significative. Elle s'explique principalement par 3 facteurs. La baisse de 5 points du score économique du pays, qui montre que les conditions économiques du secteur se sont légèrement dégradées l'an passé. La baisse de 4,9 points du score social du pays, qui montre que traiter de certains sujets sociétaux reste difficile. La fluctuation des scores des autres pays, qui explique généralement les légères baisses ou la hausse d'autres pays dans le classement. Chers collègues, cette année, le thème retenu est informé dans un monde nouveau, impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. L'intelligence artificielle offre certes des opportunités majeures pour les médias. Elle permet aux journalistes de gagner en efficacité, de se concentrer sur l'analyse de fond et d'élargir leur audience grâce à des outils intelligents de diffusion. Mais elle peut aussi menacer la liberté de la presse avec la production massive de fausses informations. Dépendance technologique croissante. Elle peut accentuer la désinformation et fragiliser l'indépendance éditoriale si elle est utilisée sans éthique ni régulation. Chers collègues, souvenez-vous, l'année dernière, lors de notre journée, on espérait malgré tout que l'année se terminerait sans interpellation, ni garde à vue. Ce fut un vœu pieux. Notre confrère Abdou Moustapha a passé une journée réunie en garde à vue, dans une affaire qui aurait dû être réglée par le SMPA. À quoi sert donc d'avoir une instance de régulation si, à la première occasion, c'est la gendarmerie et la justice qui prennent le relais? Le syndicat national des journalistes comoriens affirme clairement, lorsqu'un journaliste est mis en cause par son travail, c'est au SMPA d'intervenir, pas la justice. Nous saluons cependant le travail accompli cette année par le SMPA, sous la présidence de M. Aboubakar Bana, notamment pour l'attribution de la carte professionnelle. Plus d'une centaine de cartes délivrées, un pas dans la bonne direction. Mais ce progrès n'aura de sens que si les autorités politiques, judiciaires, sécuritaires, institutionnelles reconnaissent la valeur et la portée de cette carte et que le gouvernement accorde des avantages aux journalistes détenteurs de cette carte. Chers collègues, le moment est venu d'interpeller le gouvernement. Qu'a-t-il fait pour le fonds d'appui à la presse privée? Rien. Depuis plus de 17 ans, cette revendication légitime reste lettre morte. Aucun gouvernement depuis 2009
n'a eu le courage d'y répondre. Pourtant, on exige de nous un travail professionnel, impartial et rigoureux. Mais avec quels moyens? Avec quels moyens? La vérité, c'est que la plupart de nos confrères de la presse privée ne touchent pas de salaire. Eh oui, ils vivent de piges, des frais de déplacement de 3 000 francs offerts lors de conférences de presse. Voilà leur seul revenu. Voilà ce que leur permet de nourrir leur famille. Et malgré cela, on leur demande d'être irréprochables. Le syndicat national des journalistes comoriens dit stop à cette hypocrisie. Oui, certains dérapages existent et nous ne les exigeons pas. Mais comment peut-on faire du journalisme éthique et indépendant quand on vit dans la précarité absolue? Il est temps que ce débat soit posé ouvertement et résolu concrètement. Nous demandons avec insistance que le gouvernement et l'Assemblée nationale débloquent enfin le compte d'appui à la presse privée. Que les salaires des journalistes des médias publics soient révalorisés à la hauteur des autres corps de métiers de la fonction publique. Pourquoi un enseignant avec une licence touche-t-il plus de 120 000 francs pendant qu'un journaliste avec le même diplôme peine à atteindre 90 000 francs? Pourquoi cette injustice? Nous interpellons directement la ministre de l'Information, ancienne journaliste, pour qu'elle mette fin à cette discrimination. Nous exigeons un traitement égal, une reconnaissance concrète de notre rôle dans la société. Cette année, les Comores ont perdu 4 places dans le classement des recettes. L'année dernière, Reporters sans frontières avait souligné que les médias comoriens peinent à être rentables, ce qui fragilise leur indépendance. Les subventions d'État vont en priorité aux médias publics et proches du régime, alors que les médias privés ont bien souvent du mal à rémunérer leurs journalistes, ce qui contribue à alimenter l'information partisane et rémunératrice comme les publics reportages. Dans ma déclaration de l'année précédente, j'avais demandé en vain l'application de l'article 55 du Code de l'information qui prévoit que l'État accorde une aide aux médias privés dans le but de promouvoir le pluralisme, la diversité et l'équilibre de l'information. Chers collègues, le syndicat national des journalistes comoriens est plus que jamais debout, vigilant et combatif. Nous n'accepterons plus que les journalistes comoriens soient les oubliés de la République, les victimes silencieuses des mépris institutionnalisés. Notre combat doit continuer. Nous demandons également l'organisation de formations de recyclage pour les professionnels, ainsi que des formations destinées aux jeunes qui embrassent ce métier. La presse doit être soutenue afin de pouvoir financer ces formations indispensables pour garantir un traitement équitable de l'information et pour assurer le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Nous dénonçons fermement la censure et les intimidations dont sont victimes au quotidien les journalistes exerçant dans les médias publics. Ces pressions poussent malheureusement certains à s'autocensurer par crainte de licenciement par leur direction. Concernant la mort, dans des circonstances troublantes de notre premier président du syndicat Ali Abdou, la justice comorienne reste toujours silencieuse, ce qui ne fait qu'accentuer nos interrogations et nos inquiétudes. Nous continuons à croire que si ce décès est de nature et de cause naturelle, pourquoi la justice ne s'emploie-t-elle pas à le démontrer de manière claire et transparente? Ce silence alimente le doute et suscite des questionnements légitimes, tant au sein de la famille du défunt que parmi les membres du syndicat. Nous demandons à la justice, tout comme nous l'avions demandé au président de la République, de se pencher sur cette affaire. Il est impératif que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès d'Ali Abdou. La vérité doit être connue,
non seulement pour honorer sa mémoire, mais également pour restaurer la confiance dans notre système judiciaire. Chers collègues, avant de conclure ma déclaration, je tiens une fois encore à saluer le bureau précédent du syndicat, dirigé par notre consoeur Faiza Soulaïsou, pour le travail remarquable accompli, notamment la mise en place d'une mutuelle de santé au profit de nos adhérents. Je vous demande d'abord de les applaudir. Grâce à la générosité de nos sponsors et au soutien de certaines localités de notre pays, mon bureau a pu, Dieu merci, maintenir cette mutuelle. Nous saisissons cette occasion pour remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué financièrement, logistiquement ou moralement au maintien de cette initiative précieuse. C'est pourquoi nous avons décidé publiquement de rendre hommage à l'équipe de Faiza Soulaïsou en leur remettant des attestations de reconnaissance qui témoigneront à jamais de leur engagement, de leur détermination pour le bien-être des journalistes de notre syndicat. Pour clore mon intervention, et puisque c'est ma dernière déclaration à l'occasion d'une journée internationale de la presse, en tant que président du syndicat national des journalistes comoriens, je tiens à souhaiter plein succès à celui qui va me succéder le mois d'avril 2026. Vive la liberté de la presse aux Comores, en Afrique et dans le monde. Vive le syndicat national des journalistes comoriens. Je vous remercie. Merci, Président. Merci. Marhaba Menji, Monsieur le Président. Amanina rasabikira zonesa sonimwaze shukra za hatu uhusu na ami de la presse kawo woshuni hananasi dosheleza kaya harwasili otengoni hunu ya mudiru jimla wa grafika Monsieur Hamidou Mboma nana mzee wa hatu Monsieur Idris rais mzamani wa komite maore nana fundi watu Monsieur Jalim ikao wanu wote na wadhukuru vanu wafarasi usiku hama leo. Awonge makati yanu ya mwandishi jimla wa sendika mwana Maswadri mujoja ya afanye mjimliso. Aluha ya Shikomor ila hutuba ikao Monsieur le Président haitekeleza vanu. Assalamu alaikum. Awaza matangazo, watangazaji. Haidu haya shipala sana makaudu za tekelezo antola tekelezo halu haya shikwaifa sokao raisi watu asitekeleza hautumu. Handani nisumala kao de tulgabina nisumala kao de mziro para watangazaji hama dunia minhum hamas ardun za Gaza wankao watangazaji wengi wa rebeli za Mungu wala wa dunia atasababu ya zihazao. Kau pada isa unesamani kau wapara mia waswabuni kau wote watu washashi kau wafariki almambwana za ufane haziao mabo hai usiba mziro kau duarema hunu zione sahalua shikaratsa ribeli haskuwa mabo hai luha shikomori tuendelea na zinu kwa kau nizatekelezwa harma ihutuba ya tutone tekeleza siku ya leo na hunu mongoni masitogo muhimu tena ya husu kabala ya barua kau ndibele hau mbele mwa wana warongolo wamba Reporters Sans Frontières kau de hamal fungumanyo lao usuna jao fungumanyo la watangazaji ya daraja ya Afrika ukahunu waende mbio wawane watebaho katika watangazaji wasimana uzima hatu amabambu zanzi besha hatu hunu ukozo kazangi ya nasi kwa kwamba marongia wala siparwasuli harma etiatu waza hustela watangazaji kau wabali wao sijomba watangazaji wengine hao wajipara shibania kwa sababu ya zahazi zao au kawa wastahili haki ya uranya. Leo risipara harma nsiye kiminu Muhammad bara la Afrika kawa watangazaji wengi wa harma ya magoba madziro kawa siyajua kuka ya mashafu ya wensha wa magoma mode yayo yoti nyangu. Na usitoa tuwa hama itia tu katikao tugozu sana na usinya hatu au sumkiro kwa bazilawa mana umahaunu rongwao kawasi watangazaji amba aviti suku magobani wa wamba arema shiba. Awendelea na hutuba husna mnakao irjwao katikao kaklama hawasizwanesa harmazi hutuba zapu uka hunu kabala wa RSF kao wana hutoa klasma ya zinzi kao za puangao alon kabala wa utangazaji
harma mwaka 2024 huni komo lata ziri za mpara zile wote wajoro ngwamba wamsiba laukana wenye ufanya tongoini waone sahuka yoke sautiro nguvu ana vatika uwezo urekezwa nyuma hana babu na wakati huu chukara harma 20 na 75 daraja ya dunia husu imada kao yata ulo mahaunu itekelezewe yani sherehe hilo harma dunia kamili wakati kao sherehe hili kesendelea hunu maswangi basi kesendelea harma dunia kamili namna ya utangaza habari harma wakati kao dolo leo uswani haurume azinao zanzia za teknoloji zurongolomba intelligence artificielle wakati kao usijua dunia ipwangao leomba wanyengi za matangazo wa wasuli harma mvauo era sahunu maswani ngoyo kayangia na asiri stashia mabamana watu walisaida taidi harma iti la ukana usijua wangao ya fanishiha inasiku za shibani ambaye daula ya shini washindi wasaidia baadhi za watangazaji wende washuhudia waone nchogwe la ukana kawaibamba lewaiwono wasijua ifaida kao dekao harma mkabala was intelligence artificielle kao zile zinzia mpia kao dezurumulao zinakati izamuso zini na unanita ukana zokweli ninzi anjego wakati dowe jautia madhari katika ujotia tambu mabandu za mbawa za matangazo maana wakati woi ya nai ataitekeleza habari nai na usu mkabala wazi hutuba kakao dendelana ndio bana kama siku ya leo uone sahuka ani mhaja na rakotumaini huka ani siku mtangazaji aitwa gendarmerie watu lao manza za mahakama awanda baliwa mhaja na restana bai wamoja na mtangazaji wananyasi wa alwatani bwana Abdul Mustafa katikao aende hama mbawa hifadhi bila shaka ajibeleha hai surprise ronoka atwa harma anishizingiri sha mahakama bahati njema wana bwana wamoja na usaidizi wa mahakama katuzo razini atawamtoa orsimia Mungu masuala modeli leregea wenyewe senpea warenge nukta hilo katikao wasuta na bahi ambazo tongo zao risikitia katikao masuala modani tangazaji asibelewa mbele mahakama endre shiliwe kabla watu harma masuala lo ridai hauka amba tongo zini sirege harma inti maana sirege za picha unua lakini wakati wao tujari shukurie maana katikao uliwana mbwana hili katikao de biro ya handa ya habari wa wana masuala lo amba watangazaji wa Julhane ibo harma intini ali wabolistishad shone sauka wale watangazaji wastahiki wafanyakazi harma intini katikao aziatu sanana upasho na umenyeha abo CPM kabala wao wende mbio atekati national de presse indianzian kabala watu tulishukuria juhudi za rais wa bwana Abubakar bwana katika wende mbio na wizara na jau na zimbawa za matangazo kwa bwasha ngreto kweni ataibana majini iono jua abo sikira ambazo jombele wabo tujana mavuna kao de yatashao wakati kao haziatu lazimani yafaduhe jema na hudahuka hunu ina maha 17 na wakati kao erdayu huka nirongolo wa fond d'appui harma zimeteza tu itolwe hususan harma zimbawa za matangazo za kinafsi wakati kao hunu wasiwanambwana zero wakati kao hunu tanabahi tena kao loluna nafasi zaidi nikawashina kwa msanda hunu wa mkabala watu tongoni vidai la ukana harma zimbawa za matangazo za serikali wasenana hunu para mana faida mana tongwa pia mana de otozetu wetewa wanana upara mana alhamsini kauda tolwa ili usaidia tangazo shireni debeli bela tsobenza na jau yani zifaida zini ziene pia harma zimbawa za matangazo kauda zilo harma insi mana zimbawa za matangazo kauda zilo harma mkabala wa sector privé so ezona nguvu kabisa na shule nguvu mana wanana tauziro kao washindo wafara amba tauliba taimizahara yao leo kahauziro hapo hautatu maitogo hili pare dalao ungo hira tu serikali mawakala watu waende mbio atawalile nukraini ataione rijwa hiyo na uhira hususan waziri watu ili Fatima Hamad akao mtangazaji mzamani kao ngoni mwa watangazaji kao waona stambu za kitangaza harma nchini leo apara makam ya kao waziri babo leo usumlinda hangu Muhammad pandeo babo ashinde arjali shwara maana nekal shwara kala para na mbelzahe babo zero do lina mbelho maana katikao ribola waziri ambao wai asijua stambu kao delegation abo ile temps ya ukarenge kwa manazahe ataishwara stambu zini zote kao disparao simbawa za matangazo za kinafsia za kiserikali shida zilawe harma uziro kao uparao maana asijua amba hata harma wani kao gafano hazama zimbawa za serikali leo naja ulakana wasipare bahati waliwa leo naja wana uziro mfano tozrongo amna kama hema bani mshahara wangu hawashia 1023 wakati kao sina maha ya para labda 10 na ngumfanye hazini au tsorongolia mtu tsorongo wangu mfano ani mshahara wako ushinu ni vinga mifumo mili ya huyeshi abu tsorongo mfuka ukasipara hata abu taronese huka ani hunu
watangazaji wa Komoro wasesha usikini na usikini unu ija wakati waka ukaze kifu uzie maana usikini unu wo menyahazi usikini unu wotogesa mtende apotoha ende harma toka ukaza style zikala masiasi mode namna ka restana bahikuka hunu wa watangazaji kao wa harma baadhi zambawa kao wasimenye hazi kawasifanya hata sababu ya tanafu za kinafsi zao kao wasahau tukonye kitu wachilisha usikira mamsiju wasipaka nanue ndio vendelea mbele hama zukao zari musabani harma isuku ya leo abo za husu tukabala watu humu do hurongo tena amba za husu mzuku akao ngoni mazuku akao muhimu kao rais wa Namibia ya husu tukabala nanya wani somo katika watangazaji wasikutajia wani wapale msomo kao tuyasaidia hazi yao maana wengi mngoni mwa tukao tulifanya hazi harmo msingi washashi wa performance za kijurnaliste za kweli mimi humu amnaina ba tsoro golia mtu comme ça performance de journaliste et pourtant je suis journaliste j'ai mérite d'être formé à temps et en heure donc usikira mba mkabala stongozo za muhimu maana sonara utalabai amba ba derapage ni kama Spanish hao harmo hazi ya yote haki yote halata kwa watu lazima mbawa nikao isibulu adamu kabla wa university na nakao desaka ituwe nguvu national pare misomo kao ya stahiki isandara hibaliwa hala fikao tuwa zita abozo za muhimu kabla watu ya husu suala kao mgoni mwa masuala kao yati harma usikitif da leo ama huzurama hamrama msibarama tanga ya husu isi wa mambo watu nade bwana Ali Abdul kao anakilia harma masharti kao kabasi mtajua ambaye tongesa tini ya zitini ya hiyo tini kati de malaki apora tobenza how say this wali mahakama washinde wa venus alawi jamanje bena nakao bila wasuri alakao leader katika wakati na rais wa daula wabaki salamu haunu nione sahuka ni kesi jema wala kesi katika jema mahakama ya katikao mtu anakilia na washinda warongwamba kwa sababu chini aboto ngao watukufu ndio sida wala katozia kuidai wali nukto ya husu ibirokao ya vira bandi sio ibirokao ya vira ihensi misingi mema mngoni wa misingi mema leo tunye mutuelle de santé kao leo isaidia watangazaji washindi wa kingia ya masharti maziro kao ya leo la tali maarufu maana tali kesi privé ya or privé maana udungia la tali maordonasi ya hudungao hapo leo watangazaji wasema upana stana kuzo mimi humu wa uziashi tikawa wao bosi hospitalizwa na mshwa siono faida hapo leo sira watu pia wahimide mutuelle na ushukuria washau ya mashirika yimishi maana sijaba mijimengi watu wa pesa nyingi walibazo au saidia unono wa utangazaji nana mashirika mengi au tipaka nyaro mwevani ndio pia isiwashukuria au ambiamba na murimile na wasitopana za sahika tashinde ribele ahambia tu bwana kama ya stake watu kufu sikilamba tikamura lazima nzie babo na ushukuria watu kwa bwana ngafufu harima imapa desha kabasha wengi na Mungu ni wa masikiti kauti yaonesa siku ya leo ambaliti shula mshula watangazaji leo harima group ya Tresendika ripara watu stini huenda swabini uzungu hamia na mwanga leo wasuli bani tihaka ambarje limena na hili sherehe ya watu wa uhasibu leo lazima rijimi le malaka kana jimilia katoki miliwa tota donc kwa leo hashikali mstari amba mahani sibiletena hena na hili chazibire ina nakao desabire mahakao yabira maana mahayabira tsamina kwa communication mode leo kwa communication pia nemsona na makodo leno vulio hapo hazo pia lerimbushiriano sherehe njema ya khana baraka ama Mungu aribule ziheri na nazirehema zehazi ya tuine na sirka na shawi kiel shikana atekilize sikialo bani aurekebesha hazi ya tuine hausaidia namna kwa tushindao na shinde rivuke harma hazi ya tuine kwa tukufu bismillah gana wao na umshani babo wa mtawa marhaba marhaba benji bwana mwananchi jumla wa sendika ya la journalist rahai fatiha fundi wangu mbabada mwakaya simwambia ni ukaya ngelazimuri hishimu ritukuze ye sendika ani wananyasi wa madhamana wa sendika ikao do watendea ye sendika eno na haralani huja holiho ndeze juhudi wazifanya walihansiza ye mutuelle de santé aukaya leo ekao watende karja hishimu watende karna hishimu la magu ekakarja steho watende karna stehi la magu amonge haini mtu afanya njema ngelazimu likubali kafanya njema yesendika garjoka umshinzi wa hayo uhansiwa ni rais mzamani Mwenyezi Mungu jomrehemu wahamia lala ya mlazeba jema ngejalie haki ya mfariki dunia wa haye ivenuhe dingo hii Ali Abdul dembe hansi wa mshinzi wa sendika hii
ama wadunga yabo wananyasi wadunga yabo wajawa hansi wa mshinzi wa heavy de santé karombo mgusi lobanu rihensi mshinzi batu gerohe abonge ritamani oskwaleono ritukuze wandu wao aunge hamando president ujana na ustakabadisha ye rais zamani wa sendika ya journalist Faiza Suleisu yestishahada imnikao wa utukufu hayo lihodeze juhudi wazifanya haruma ze hazi wazifanya hansi ya mutuelle de santé wangu wanikao zestishahada Oga. Sakadada wa Mdu Mustafa mtu mwakili. Oga. Sabaki Mzimba mdenge Faiza. Wewe wakili Faiza na fikiri. Sadri bashia jertu. Damu za magari isababisha rijali karimbari haruma usiku huu wa Faiza Suleisu istishhada inu ndeka kitare kisha ahaye hadizahe zijao yani sana kaikono jokaya hasini kwa tangazaji hasa wa hesimika ambaye mama sababu Awa Faiza. Makatiano katoro ya cheza Monsieur le Président ya dia utakabadishe ya mwanzishila wa hesetika ya bila Monsieur Chancelier Saïd Karima. C'était. Makatiano katoro Monsieur Alimona na wale katika kao yeni mwanzani wale matangazo iliacha mtakabadishe ya mwananyasi Abdul Mustafa yakabadilishiwa ya matangazo harma ya ya sifika ya mtangazaji mzamani ikawa harumishiha harumai hazinu tuwaye wale kusabili ya jasta karabishe Monsieur Musa Yusuf Mohamed kuhani hane
Jua kaya yono wa yozbiri hatu. Yozbiro darin. Hizo uangalizi wa family ambao matangazo yanu mambo ya ndio nyuma kati yanu haruma ule yadishiwa rangu ya haruma matangazo ya haruma mababu haruma ni ndio tanganyika vati ni sherehe naomba Mwenyezi Mungu na mwangalizi wa tukufu wa Soldat TV madina mnaika mbingu ya matangazo ya bata mpaka dabana watunda na ukaza kifubanu hata wakati wa saa 9.